Muulize mwenzako, uko tayari? Bwana Yesu asifiwe. Kuna hatari ya watu kuwa wanafanya kwa sababu wameambiwa. Kuna kitabu huwa nikisoma, nafikiri Mambo ya Nyakati kama si wa pili au wa kwanza hapo. Daudi aliita mkutano na yeye mwenyewe akasema, nimetenga fedha hizi kwa ujenzi wa nyumba ya Mungu, maana mtoto wangu ni mdogo na Mungu amemchagua ajenge nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi kama baba nimetenga, na maandiko inasema wale walioonekana na vitu walileta bila kushurutishwa, kwa hiari yao wenyewe, wakatoa dhahabu na fedha na shekeli zote wakaweka, kisha wakaambiana, jameni, tumefanya kazi nzuri pasipo kulazimishwa, kesho tufunge, tusile, tusinywe, shukuru Mungu. Na Shadima waviweza. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wametoa kisha wakashinda njaa, wakimwambia Mungu asante kwa kufanya tutoe. Bwana Yesu asifiwe. Kweli mtu huyo atabaki hivyo bila kubarikiwa? Nani atazuia baraka zake? So fanya maamuzi yako kama wewe wakati wa kufanya jambo. Kitabu cha Kutoka 34:10 akasemaje? Tazama nafanya agano mbele ya watu wangu wote, nitatenda miujiza ya namna isiyotendeka katika dunia yote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana akasema, tazama nafanya agano mbele ya watu wangu wote, ya kwamba nitafanya miujiza ya namna isiyotendeka. Unajua hapa ndo tapeli wameingilia. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wanasema Bwana atatenda miujiza, hapo ndo matapeli wanaingilia na miujiza ya Kichina ile ya kupulizwa, mwanguke watu 100, waya msimame. Haya, Jumapili ijayo mwanguke waya. Lakini mwangushwa na nini? Kwa sababu ukisoma Biblia, walioangushwa na Yesu walitokwa na pepo. Baada ya kutokwa na pepo hawakurudi kuanguka tena. Lakini leo mtu anafanya mikono hivi na wote nyinyi mnaenda chini, na ni kila Jumapili hivi, mnaangushwa na nini? Hiyo ni miujiza ya Kichina ile ya hawa ni wajukuu wangu hawa, wanapenda hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini maandiko inasema, tazama nafanya agano mbele ya watu wangu wote, ya kwamba nitatenda miujiza ya namna isiyotendeka katika dunia hii. Nitatenda. Endelea pale. Wala katika taifa lote. Na watu wote ambao wanakaa kati yao, wataona kazi ya Bwana. Kwa maana ni neno la kutisha, ni kutendalo. Bwana Yesu asifiwe. Na kweli Bwana anatenda miujiza. Kuna watu hapa mtaona, nasema mtaiona miujiza. Amen. Wale hawana watoto, ngojeni maternity zinapima. Nimeanza kupata habari. Hatuombi bure. Yes. Tayarisheni maternity. Sitawaambia ni nani na nani na nani, lakini fungueni macho. Maandiko imesema wataona. Watafanya nini? Wataona. Kwa hivyo mkianza kuwaona wanakuja na maternity kubwa kubwa, hapo ndio mtaona muujiza ule. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima Mungu atimize alichosema. Anasema nitatenda muujiza wa namna isiyotendeka katika dunia yote, na watu unaoishi katikati yao wataona. Yes. Kazi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Endelea pale. Liangalie neno hili ninalokuamuru leo.
Tazama mbele yako, tazama mbele yako, namtoa Mwamori, na Mkanaani, na Mhiti, na Mhivi, na Mperezi, na Mhizi, na Myebusi, watoke mbele yako. Hao ndo wanazuia kazi yako huioni tena. Hao ndo wanazuia biashara yako. Hao ndo wanasumbua ndoa yako. Lakini maandiko yanasema ninawatoa leo, watoke mbele yako, waondoke kabisa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hao ndo wanasumbua ndoa yako. Lakini nimegundua ndoa zingine hao mama wanasumbua wenyewe. Hapo hawatasema amen. Hakuna amen. Wanazisumbua wenyewe. Mume anahitaji kubemberezwa. Sikiliza, mume ni abemberezwe. Bembereza mumeo. Jameni, mubembereze. Waume ni hawapatikani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna uhaba wa omena na pia kuna uhaba wa waume. Amen. Jameni, kuna mtu anasema ukimwacha naingia. Hebu toka niingie. Lakini wona huo, kuna wanawake hapa hata mkono mumewe anaingia kumwambia umeshindaje mume wangu huko. Hafanyi. Ako masaa tu. Akipata mahali pa kuambiwa pole kwa kazi, unafikiri atakuja mapema kwako. Endelea na masaa yako. Unabaki kuwa mzazi mwenza. Lakini si mke wangu. Amen. Hey. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na maandiko yanasema nitamwondoa mbele yako Mhivi na Mperezi na Mkanaani, wote watoke mbele yako. Lakini je, unakubali watoke? Kwa sababu huenda wako ndani yako. Ndio maana unamchukia mumeo, unachukia kazi yako, unakuwa mlegevu. Kuna kitu huwa kinanishangaza katika dunia. Mtu kama anatafuta kazi, akiambiwa fika saa 1 atafika saa 1 kasorobo. Ni kweli? Kweli. Akiambiwa fika saa 2 atafika saa 1:30. Apige kambi hapo, anangojea mpaka umefika, wanafungua ofisi. Lakini akipata kazi anaanza kuzinyoboa sasa. Anajishasha. Akienda masaa yale atakayo. Tena akiambiwa wewe dadu, mbona unakuja kuchelewa? Bwana usiniletee. Amejisahau, na kuna watu wanajisahau. Ndio maana nikasema waume ni nadra. Chunga na wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mpembereze. Muite sweetie. Umuite daddy. Umuite kila jina. Umechoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Soma nani, tutoke huko kwa wamama, ni siku ingine. Huko tutanena siku ingine huko. Soma. Ujihadhari nafsi yako. Usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi ile unayoiendea. Bwana Yesu asifiwe. Alafu endelea hapo. Lisiwe mtego katikati yako. Alafu bali utabomoa madhabahu zao na kuvunja nguzo zao na kuyakata maashera yao. Bwana Yesu asifiwe. Usifanye agano nao, wale watu ambao wanakuhangaisha. Usifanye agano nao, bali utabomoa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini utabomoaje wakati ni marafiki zako? Kuna watu ni marafiki zao hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kubomoa inakuwa shida. Bwana Yesu asifiwe. Ndio juzi nikawa naambia watu wa Migumomiri, shida tuko nayo. Biblia inasema tusifanye ukumbusho wa wafu machoni pa Bwana, ni machukizo. Lakini watu hata sasa, nyanya akifa tu washatengeza t-shirt tayari. Hiyo t-shirt kile ukitoa ukivaa unakumbuka kifo cha nyanya.
hapo hakuna amen. Hiyo ni ukumbusho ushajitengezea, kila siku utamkumbuka. Maana ukifungua sanduku la yako ukikuta, unakumbuka nyanya alikufa tarehe hii, unavaa bado inalani kwa kichwa chako. Bwana Yesu asifiwe. Alafu kuna kitu ingine waokovu wameingilia sasa, kufungwa maleso wakati amefiliwa, yamejaandima sandukuni. Ilitoka Biblia gani hiyo? Tunaendelea kuwa marafiki na ile miungu ya maadui zetu, na maandiko inasema utabomoa. Sasa ni ubomoe na uvunje ashera zao ambazo zinakutatiza, usivunje. Bwana Yesu asifiwe. Ndio juzi nikawa naambia watu kwa revival hapa, shetani hugharimika kwa ajili yako, na ukajaribu shetani akuambie kile ametoa, na wewe replace huwezi. Bwana Yesu asifiwe. Hutaweza. Maana kuna mama mwingine hapa alikuja siku moja, akabeba bahasha yake, anavunja madhabahu, kumbe ndani ameweka 200. Mimi tatu nina macho ya kuona, ndani sina. Tukaomba, akaanguka, akapingirika. Haya, akaja wiki nyingine kwa kesha, aibu inakuja kutokezea, tukimwombea akaanguka tena. Roho inasimama inasema, ni mjinga sana huyu, hata anavunja madhabahu yangu, basi analeta 200. Sikiza nikwambie, we pastor, wewe sikiza nikwambie. Nikamwambia aniambie, ananiambia siku ya kwanza nikimkamata nilitoa 200 asubuhi, 200 mchana, 200 jioni. Ni ngapi? 600. Hiyo ni first day. Alafu kila siku asubuhi nikiingia pale mizimuni kwangu ili niendelee kumkamata, na leo naacha 200, na jioni nayo naacha 200. Ni ngapi? Alafu akaniuliza, tangu akiwa mdogo mpaka leo ni mama anakuja na 200. Inalipa yangu tena, unaniambia nimwache? We una mchezo. Tulibaki tukicheka. Pepo anakupigia kifua, utamfanyaje? Bwana Yesu asifiwe. Halo. Na mtu unamwambia vunja madhabahu ya kwenu inayokusumbua, anakuja na dala, hata haya hana. Unataka kupona? Bwana Yesu asifiwe. Mimi sikuitishi sadaka ya kulipa, sikwambii ulipe maombi, lakini jiulize maisha yako wewe mwenyewe ili ukombolewe. Gharimika, moyo wako ukupe nia ya kujua naenda kupona. Amen. Halo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nkishere hiyo mlichania. Shere. Rero ndakufoyera. Undarauka machero, unaanza kufoyera uhole machero uende. Sawa Unaenda machero na matacha. Utaenda kesho asubuhi, sawa? Leo na kuhudumia uchende ukaleo msimatototo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni vizuri kubomoa, na ukiamua kubomoa usiangalie nyuma, maana Bwana yuko pamoja na wewe. Ukiona mzee kama mimi nimepata nguvu, wiki ya pili napiga injili tu na sichoki. Hakuna Mungu hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wazee wenzangu tuliozaliwa nao sasa wameisha. Ukiwaona wanatembea na mkongojo na dadu bado wanaendelea mbele. Naona bado miaka kidogo tu nitaanza kula pesa za uzee. Amen. Soma. Maana soma, hutamwabudu Mungu mwingine, kwa kuwa Bwana ambaye jina lake ni mwenye wivu. Na tumezoea kuabudu miungu kwa njia ya siri. Roho za ujanja na udanganyifu ni miungu inayotuandama na tunakubaliana nazo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mama hapa juzi karibu ni mkemee, leo hakuja, ako wapi? Kumbe ana roho za uganga kwao na hajawahi kuniambia. Tunakemea tukikemea tu, lakini kumbe kuna roho ya uganga. Bahati mbaya akaenda kununua nguo zile zinanunuliwa na waganga, akaanza kuitumia. Waganga wakaona amekubali, bila shaka alivyonunua
juzi akija kunitajia hiyo nguo, kabla amalize kuongea tingolo na ni wetu, huyu ni wetu. Si useme ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama ni tumbo linakuuma, sema ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Hata wanaotafuta kupata watoto, wengine walidunga dawa za kupanga uzazi zikaharibu kizazi. Sema ukweli, tukuombee msamaha wa Mungu. Mtanipenda tu. Nabaki kuitwa Bishop Dadu katika nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jameni, kuna haja ya kupomoa kila chochote. Biblia inasema katika Kumbukumbu la Torati kwamba usijisimamishie mti ukawa ashera yako, yaani sanamu yako. Unajua kuna vitu vingine tumevifanya sanamu, vimekuwa sanamu. Sasa unaviabudu kwa siri, usisimamishe chochote. Acha Mungu awe ni Mungu peke yake mbele ya macho yako, na Mungu atafungua hizo njia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hebu ngoja soma kitabu kingine hapo, hiyo Torati hiyo 12:1, anzia 1. Nataka tukavunje leo, lazima Nitasoma. Soma. Hizi ndizo amri na hukumu mtakazotunza kufanya katika nchi aliyokupa Bwana Mungu wa baba zako, alafu kuimiliki siku zote mtakazoishi juu ya nchi hiyo. Ni gani hiyo? Endelea. Vunjeni kabisa mahali pote walipokuwa wakiitumikia miungu yao mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Vunjeni kabisa. Nitakushangaa unaficha uganga uliokwenu. Vunja. Kama ni wababu yako, vunja. Ni wachanga, wewe vunja, si wako. Bwana Yesu asifiwe. Maana uliokoka wewe umekuwa kiumbe kingine, hauna ushirika na hivyo vitu. Sasa simama wima, uvunje. Leo wameanza kukasirika. Inua mkono wako wa kuume ni huu wa kulia sima, ule unashika kijiko ule. Sema Bwana Yesu, niko mbele zako mchana wa leo, nalisikia neno. Bwana wangu, nipe nguvu nikaweze kuvunja kila mahali ambapo waliabudu miungu yao. Bwana wangu, nisaidie. Soma. Nanyi zivunjeni madhabahu zao, zibomoeni nguzo zao, na maashera yao yateketezeni kwa moto, na sanamu zao za kuchonga na miungu yao zikateni. Bwana Yesu asifiwe. Usibakishe. Lenga kabisa. Kama ni ya babu yako, bomoa kwa jina la Yesu. Unajua ukisema bomoa vinabomoka. Inabomoka na lazima ibomoke. Leo lazima ibomoke. Amen. Maana Mungu amenituma nikuje hapa ili nije niwaambie habari zake na tuwalete ukombozi. Mungu awakomboe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sisemi nitakukomboa, mimi sikomboi mtu, lakini Mungu ndiye ninamuita akukomboe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini bomoa kabisa. Bomoeni kabisa madhabahu. Kila boma lina madhabahu yake. Bwana Yesu asifiwe. Ndio juzi nikawa nauliza watu, hivi sasa ukijifungua mtoto unapeleka wapi kuweka wakfu madhabahu haya? Je, ulipozaliwa wewe uliwekwa wapi?
Baba yako alikuwa kanisani? Kama hakuwa kanisani, ulipelekwa wapi? Sasa wewe ni wa kule, asili yako ni ya wapi? Maana huko ulikopelekwa na baba yako, huko ndiko wakifu wako uliko. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni wewe kusimama kubadilisha huo wakifu wako kutoka huko kuuleta upande huu. Bwana Yesu asifiwe. Na si rahisi, lazima usimame, vinginevyo utapata umeolewa hapa, umefukuzwa ukaolewe hapa, ukafukuzwe, mwisho ubaki hae hae. Kumbe kuna maagano ya kuto kuolewa huko kwenu. Mara umeoa hapa, umeachwa. Mara umeajiriwa kazi siku 2, umefutwa. Yani madhabahu ulizowekwa wakfu zinadai mtu wao, zinadai mtu wao. Wengine hata walipewa majina hapa, hayo majina yanatoka kwa madhabahu. Alafu ukiambiwa vunja, wanaanza kusema mimi basi hata wajua kuna miungu inakufuata. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bomoa kabisa, usibakishe, kwa maana hawataabudu Mungu mwingine, hawaabudu mwingine ila Bwana wa majeshi. Soma, endelea pale. Na jina lao lifuteni mbali na mahali hapo. Yaani hiyo majina ya miungu isitajwe karibu na wewe, isitajwe. Mungu anatutuma kazi nzuri, lakini ngumu. Ngumu. Utakubali kuzaa mtoto usimweti jina la babako? Yawezekana? Yawezekana huko? Wanaume, Yesu asifiwe. Amen. Uzae mtoto usiite jina la babako. Maana wamesema hata majina yao yafutilieni mbali, yasiwe pale. Na baba yako ndo mganga, baba yako ndo kufanya unahangaika, ndo alimiliki uganga, ndo akakuweka wakifu kwa mizimu. Leo umezaa mtoto unamuita jina hilo, watarajia nini hapo? Na nimepata kuona hata wazazi wengine wanachekesha. Katoto haka ni katukutu kama babu yake. Na kweli babu alikuwa mtukutu mpaka kadunga visu watu. Si unalea roho ya wakora hapa? Bwana Yesu asifiwe. Lakini si mnasema hivyo, huyu atakuwa kama babu yake huyu. Kama unaye mtoto aina hiyo, tafuta sadaka uje muweke wakfu, tutoe hilo jina. Siku moja nikaitiwa mtoto wa Kibaluya, tuliomba mpaka nikabeba mikono. Siku moja wakawa walilazwa Pandia, wakalazwa Kakani, wakalazwa Mombasa hospitali, ikashindikana, wakajalazwa Makadara maana pesa imeisha. Wanataka kutoka Makadara maana bili inaendelea kuwa kubwa, na mtoto wako vile vile. Bahati nzuri wakatuma kupiga picha pale New Movita Hospital, iko pale Majengo Sega kwa nyuma. Na mimi nikawa nafanya kazi maeneo hayo, nimetoka kazini nasikia mtumishi ndiye huyu. Kwa baraza ya Muhindi, duka la Muhindi hapo. Hivi tunatoka kule, tulikuwa tunataka kukimbia tuje nyumbani umuombe ndo turudi, nataka atoke. Muombe huyu mtoto. Hapo kwa duka la Muhindi nikaamua kufunga macho tayari. Baba yangu, natakasa mtoto huyu. Wahindi wanashangaa, ala, huyu jamaa anafanya nini? Kufika Makadara wakapewa discharge, wakatoka. Jioni wakanifuata nyumbani. Kufika huko ikabidi nikae na wazazi, hebu nipeni huyu mtoto. Ilianzaje? Kumbe waliruka jina la baba, wakampa jina la baba mdogo. Shida ikaanzia pale. Ni jina langu, hamwezi kuninyima jina. Majina yana madai. Ikabidi huyo mtoto nimbadilishe jina kutoka siku hiyo. Nikamutakasa, nikamuita Emmanueli. Nikasema huyu ni Emmanueli wa baba yake, hakuna jina la pili. Na mtoto akapona. Sasa hii sijui amemaliza form 4 sijui ngapi huko. Bwana Yesu asifiwe. Iko haja ya kuangalia miungu iliyoabudiwa na baba zetu, tusirudi kuiabudu. Maana tumemkubali Yesu, tuabudu Mungu wa mbinguni, ambaye katika yeye
tunaishi. Amen. Lakini sio ni bishala yuyu baba mkwe huyu, ili niwe na ukumbusho naye, na alikuwa mwanga akikuanga paka kwa boma huku ishi. Wachaangwa na huyo mtoto. Bwana Yesu soma nani, soma Wala msimfanyie hivyo Bwana, wala msimfanyie hivyo Bwana Mungu wenu. Lakini mahali atakapochagua Bwana, Mungu wenu katika kabila zenu zote, apaweke jina lake, maana ni makao yake. Elekezeni nyuso zenu hapo na nia zenu ziwe hapo, maana ni makao yake. Bwana Yesu asifiwe. Endelea, nataka tuombee watu. Pelekeni huko sadaka zenu za kuteketezwa na dhabihu zenu na zaka zenu na sadaka za kuinuliwa kwenu pia. Pelekeni huko na nadhiri zenu huko, sadaka zenu za hiari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana ni makao yake. Lakini hapa wokovu wa leo, juzi nilikuwa nikisema kumbe kile kilifanya mpaka Musa akaambiwa Kanani ndio ile, lakini nenda kule ukaishie huko. Ni kweli. Ni kweli. Maana unapambana na mtu hapa, anguke, apige mateke, rushe mateke, mpaka usipochunga atakung'oa meno. Lakini akitoka hapa kesho kwa muombezi na shilingi 100 akaonewe maono. Hiye basi ukienda kwake atakwambia kila kitu, tangu akuambie umepona. Nauliza, umepona? Sasa waambiwa nini? Si bora hata asikwambie. Wamepiganisha watu wengi mitaani. Haleluya. Naona mama yako akikuroka. Haleluya. Na we hapo unanywea tayari. Lakini baada ya hapo amekusaidiaje mtu huyu? Elekezeni nyuso zenu mahali Mungu ameweka jina lake. Na ukitoka hapo ni basi sadaka yake hapa ni 350. Maana anajua ukituma kwa M-Pesa hiyo dala itatoa 300. Kuwa mwerevu, soma neno linasemaje. Kwa chumba cha mtu hati ni madhabahu. Humu chumbani mwake tangu lini? Lakini watu hawa lakini si nyinyi, ni wale wengine. Hawa ni wazuri kidogo. Wakitoka hapa wako mbio huko, wako unashindwa. Huwa namwambia mzee Kalo, usihubiria watu, nena neno mzee. Wachana nao wafanye vyote, wewe piga neno tu, watabadilika wakitaka. Bwana Yesu asifiwe. Soma nani, soma. Na huko mtakula mbele za Bwana Mungu wenu. Nanyi furahini katika yote mtakayoitiwa. Haya, achia hapo. Soma Wafalme wa Pili 18 anzia 1. Nataka nimalizie pale, twende tukavunje hii madhabahu. Unaona pepo akianza kushangaa. Kuna mapepo yanaanza kushangaa hapa. 18:1. Soma 18:1 Wafalme wa Pili. Wazungu wanasema Second King. Ikawa katika mwaka wa 3 wa Hoshea mwana wa Ela mfalme wa Israeli, Hezekia mwana wa Ahazi mfalme wa Yuda alianza kutawala. Alafu alikuwa na umri wa miaka 25 akianza kutawala. Akatawala miaka 29 katika Yerusalemu akatawala miaka 29. Kwa hivyo ukichanganya na 25 imekuwa ngapi?
54. Endelea. Na jina la mama yake, aliitwa Abia binti ya Zekaria. Akafanya yaliyo mema machoni pa Bwana. Mfano wa yote aliyoyafanya Daudi baba yake. Wewe fanya mema machoni pa Bwana. Usitake kujua wanadamu watasemaje. Wewe muradi umempendeza Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikuonjeshe kaushuhuda kangu kafupi. Nilivyookoka, tulizaliwa wanaume 4 twa tumbo la mama, baba na mama, ndume 4 na wasichana 4, na wote wakaolewa. Mimi sijafika wa kuoa, maana walikuwa wakubwa. Alafu wazazi wakafa, tukabaki bila. Niko Mombasa, nikakutana na Yesu, nikaingia kwa Yesu. Wakaanza kuniambia atakufa bila kuoa. Ameingia kwa wokovu. Kazi ya wokovu ni kutangatanga. Utasikia mara wako Bungoma, mara wako Busia. Ni hivyo tu. Atapata mahari wapi? Atakufa bila kukuoa. Tutaliona na wokovu wake. Ni wakubwa zangu tuliozaliwa tumbo moja. Utafanyaje? Na hao ndio wanafaa wakutie moyo. Bwana Yesu asifiwe. Nikapiga magoti nikamwambia Bwana, hata mbinguni wasio na wake huja. Kama imekubalika nife bila kuoa, basi utanipokea hivyo hivyo bila mke, lakini kwako sitoki. Bwana Yesu asifiwe. Walivyochoka kunena wakanyamaza. Nikawa nauliza Mungu, ubarikie uko wapi? Akanibariki na nikawaalika harusi, wakakataa kuja. Kajua miungu yao imeshindwa. So tazama unakokwenda, usitazame ulikotoka. Wanadamu watasema sana, lakini je, wewe wasemaje na Mungu wako? Muradi unatenda mema machoni pa Bwana, endelea kutenda. Mungu atakukumbuka siku moja. Amen. Endelea pale. Alipaondoa mahali pa juu, akapaondoa mahali pa juu, akazibomoa nguzo, akaikata hiyo Ashera, akaivunja vipande vipande, ile nyoka ya shaba aliyoifanya Musa. Maana hata siku zile wana wa Israeli walikuwa wakifukizia uvumba wakati huo. Naye akaita jina lake Nehushtan. Alafu endelea hapo mbele tumalize. Alimtumaini Bwana Mungu wa Israeli. Hata baada yake hapakuwa na mfano wake. Katika wafalme wote wamtumainio Bwana wanahifadhi. Jamani, hata kama itachelewa bado Mungu atakutendea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haimaanishi utakufa kwa shida hiyo. Hapana. Mungu atakutetea. Mpendwa, mtumainie Bwana, lakini ubomoe mahali pao pote. Bwana Yesu asifiwe. Si unakemea wambea na wewe mwenyewe ni mbea. Sasa unawakemea wapi? Kuna wengine hapa sasa kikao kimesimama, maana anachelewa kwa ibada. Hakuna ameni hapo. Hata kwenda piga umbea. Akikaribia hapo tu, nani umechema? Huyo pastor yeye anaongea sana kama kasuku, nakwambia. Nipeni maji nimekuja. Afungue kikao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hatari inapatikana, hautaona Mungu. Maana Mungu hachanganywi. Yeye anasema mimi ni Mungu mwenye wivu. Ana wivu na watu wake. Lakini wanadamu, mke akiwa mumewe ana wivu naye hataki. Si wivu, ni upendo. Ndio siku moja nikawaambia wapeni kazi wale waume wenye wana wivu na nyinyi. Wapeni kazi. Ukitoka bafuni mwambie nifunge sidiria hapa. Ukivaa skati mwambie hebu nifunge hapa. Si yako hapo anakulinda. Sasa mpe kazi. Peki barua.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe hivyo vinakupeleka kwenu, basi hata hatoki, ako hapo, wataka atoke aende wapi na wewe ndio mkeo? Mpe kibarua. Ukienda kununua nyama, wakitaka ukatekate, mwambie nitakata kwangu. Ukifika hapo mwambie njoo shika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe hivyo vinakufanya mdomo ufure kwa sababu ana wivu na wewe. Sasa kama Mungu ana wivu na watu wake, hivyo ni makosa mimi nikiwa na wivu na mke wangu? Bwana Yesu asifiwe. Kumbe vinanipeleka kwa Mungu, kwa hivyo nikakanywe na wivu naye, kwenda huko. Mpe kibarua. Bwana Yesu asifiwe. Kama una mtoto mchanga, hapo ndo kwenyewe sasa. Hapo ndo kwenye kaa na mtoto dakika 2, mwambie shika, anaenda haja. Ukirudi jifanye kama umesahau, mpaka kwambia shika, dakika 2 shika, anaenda kununua kibiriti. Siako hapo. Gawanya majukumu kwa njia ya siri. Bwana Yesu asifiwe. Kisha kumwambia nashukuru mume wangu kuwa karibu na mimi, unanisaidia sana. Atafunguka masikio siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unanuna kwa sababu ya mke. Ati mume hata saa zote ananichunga, mpaka ananifuata dukani, ananipeleka. Si ndio upendo? Shikana mikono dukani. Hata kuandamana naye, kuna nani huko? Kuna haniko. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wamama wengine hapa hawaambii wamezao nipeleke dukani, wako hapa. Na hata akiambiwa tuende dukani anamaka. Kuna nani huko? Nani? Bwana Yesu asifiwe. Kama unapenda kusimama kwa kichochoro na mwanaume, muongee. Chukua mumeo kasimame naye hapo kichochoroni, muongee. Si ni mume tu? Si bora mume? Chukua. Vunjeni hiyo miungu. Ivunjeni hiyo miungu ya kutangatanga, ivunjeni. Hizo madhabahu za tamaa, vunjeni. Amen. Madhabahu za masengenyo, vunjeni. Hizo za kutamani waume wa wengine, zivunjeni. Hizo za kutamani wake wa wengine, zivunjeni. Tulia na mume wako mpendwa, maana hiyo ni roho. Mwisho utakuja hapa, niombeeni maana na mwana mgongo, niombeeni maana mwana mkichwa, kumbe ushaumwa na mbuzi. Bwana Yesu asifiwe. Vunjeni. Vunja. Kama hajui kuvaa ndio unaona aibu kutembea naye, mfundishe kuvaa basi. Mimi wangu umwambia toa hii rinda, hii ni mbaya. Unaenda kanisani mama bishop mzima toa. Sijui kama anapendezwa ama mimi hilo sitaki kujua, bora nimemkataza. Na wewe mkataze. Bwana Yesu asifiwe. Si mlipendana mkakubaliana mkae pamoja, shida iko wapi? Halo. Amen. Vunja hiyo roho ya kuchukia mumeo, ivunje. Kuna watu hapa wanawachukia. Wako hapa. Muulize mwenzako, wewe ndio unachukia wako. Hiyo ni madhabahu, ivunje. Bwana Yesu asifiwe. Vunja hiyo. Anza kuomba ukijikumbusha ulivyomwona mara ya kwanza, ukawa kwambia usiende kichochoro hiki, utaenda maana ako huko. Rudisha hiyo roho. Vunja. Hawataki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jamani, lazima ujue Mungu anapendezwa na wale wanaomtafuta yeye peke yake. Halo. 200 inakufanya ndoa yako itingisike. 200. Imagine. Kuna kesi zingine hata nikiletea unacheka. 200. Angekuwa nakupaka milioni anga, mimi sijafikia huko. Lakini 200. Ati baby. Si mtupie mwenyewe.
Umwambie lile pepo lako la 200 lishindwe. Alafu ende kwa mume kumwambia nipe 200 mume wangu nikuonyeshe kitu. Akupe mfanye ya kuna Bwana Yesu asifiwe. Vunjeni hiyo maroho hiyo ya kutamani vya wengine. Vunja leo, vunja. Mtafanya wachungaji wakonde bure. Mnafunga na viendi havisongi, kumbe viko humu ndani humu. Vunjeni, maana hamtaabudu Mungu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Nawaambia mara nyingi, simu yangu wa mke wangu namlazimisha kushika. Kwa nini sishike? Kwa nini? Si ni ya mumewe? Shida iko wapi? Na yeye pia amegundua siku hizi ananiwekea karibu. Nikikaa hivi anajibwaga hapa. Makusudi. Mimi najua ni makusudi. Ikiita si ushike, basi najua amenitega. Na mimi nashika hata simu iti. Shika tayari anamwambia kuna simu inaita huku na iko mkononi. Maana hakuna vile tunashukiana. Mwanzo tunaishi kama majirani. Mimi na mke wangu ni kama majirani. Hata leo mumuone hapa, mnajua ako wapi. Nishamfukuza asubuhi akaenda mambo ya nyundo kahubiri huko na mimi naenda hubiri huko. Tutaonana jioni. Bora amefika na mimi nimefika. Tumwambie Mungu asante. Time ya kucheza hiyo iko wapi? Halo. Bwana Yesu asifiwe. Kemea hiyo roho ivunje. Isikufanya hata huoni mbingu kisa na maana mume wangu huja kuchelewa. Unajua anachelewa wapi? Siku moja nikamwambia, sikiza, nikamwambia mume haulizwi uko wapi, anaulizwa umefika wapi. Amechelewa kazini, sio ameenda kazini asubuhi na amechelewa kurudi. Ukiamua kumpigia simu, kwanza msalimie kwa furaha. Si halo, uko wapi? Kwani hujui nimeenda kazini? Hivi hujui? Lakini mke mwenye hekima hupiga akamsalimia, baby hujambo? Si jambo. Umefika wapi? Maana hii ni masaa ya kurudi. Sio umuulize uko wapi. Uko wapi vipi? Vunjeni hiyo madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Vunja hiyo. Hiyo madhabahu ya uganga. Vunja leo. Ndabanyesa. Vikara shenye hivi. Kana bandika vikara shenye. Mbona na sadaka yote tayari? Sadaka hiyo mbona yote tayari? Kala nayo hao ndabanyesa osha kuhenda. Bwana Yesu asifiwe. Iko haja ya kujua tunaishi katika ulimwengu wa roho. Hatuishi na mwili huu tena. Tunaongozwa na nini? Na roho. Na kama ni roho, tusonge mbele na roho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mambo ya fikiria vitu vya kiutoto, wachana navyo. Fikiria ya mbinguni. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kumchunga mumeo ni haki yako, lakini usivuke mipaka. Mpaka unamfungia mlango, sitafungua leo, umezoea. Ala, mwenye nyumba, siku ile utafungua ndo unaenda kwenu. Na hiyo madhabahu ya kutokuolewa itakuwa imekuchota. Na kuna watu hapa wanacheka, lakini wana madhabahu kwao ya kutokuolewa. Na ndio maana tangu waolewe muna vita ndani kwa ndani, havieleweki. Yani hata ukanaye ukimuuliza vizuri, hana statement ya kueleweka. Ni hilo lipepo la kwao. Nasema paka urudi tu. Hapa kwetu paka urudi. Hana sababu ya maana. Ni mimi basi nikifanya hivi, yani kitu kidogo. Kitu kidogo ni kitu gani? Si ukiseme ni kitu gani? Ni kibakuli ama ni kikombe? Hicho kitu kidogo ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Hatari ni kwamba hawataki kuchunguza nimetoka wapi na misingi ya jamii hii ni ipi. Wao nafikiri sisi tumekaa kwa ndoa sasa ni miaka 25. Tuko kwa ndoa, tulikamilisha juzi tarehe 9 Oktoba. Hatukosani.
lakini twapika ndani kwa ndani, maana kila mtu aliamua ni mimi na mimi ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe mara moja nakwambia mimi, nakwambia. Wanaambia nini? Kaa chini tuzungumze. Na ukiona utakaa chini tukazungumza, kuna lipepo la kutokuolewa huko kwenu, leo livunje. Wangapi wanapenda ndoa zao hapa? Sasa basi, ndoa hujengwa na upendo. Virutubisho vya ndoa ni upendo. Mimi mke wangu anajua ninapenda tunguja. Jina mimi napenda vitu vya rahisi, wewe tunguja, vile vitunguja vikali vile huwa napenda sana, na akiviona huko mtaani huninunulia. Tena ukifika jioni nauliza, umepika mboga gani mama? Nimekuletea ile mboga yako. Wafikiri ni nyama? Ni vitunguja vya shilingi 10. Lakini kwa sababu napenda, naridhika, maana amelenga kile nitakacho. Jameni, ridhika. Amen. Toa hilo lipepo la kujipandisha na hauna nafasi ya kupanda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Madhabahu hutafuta jinsi itakufanya ukose amani. Ndio nimekwambia, kaa nao hawa wanandoa, humalizi wawili, statement itakushinda kuandika. Maana hajui kinachompiganisha na mumewe ni kipi, ama hajui kinachompiganisha na mkewe ni kipi. Hajui. Atakeleza vipi? Na akimaliza kustate hivi, muulize swali, ataanguka upande mwingine, kwa sababu anavutwa na lile madhabahu lao. Leo lazima lishindwe. Amen. Sona wengine wamekasirika, hawasemi amen. Inua mkono wako juu, sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, niko mbele zako, niko mbele zako mchana wa leo, mchana wa leo. Nimeamua pepo la madhabahu ile, pepo la madhabahu ile inayonivuta leo aliangamiza, navunja kabisa, na madhabahu yao naivunja. Nisaidie Bwana. Simama na miguu yako. Amen. Simama. Simama. Na kabidhi hao walio warabuni mikononi mwako, watawale Bwana na wapiganie, na jina lako litukuzwe. Mapepo kuwaandama na vita ishindwe. Acha madhabahu za kwao zikavunjike wanaposikiza maombi haya na mahubiri haya, na jina lako litukuzwe. Kwa jina la Yesu tumeomba. Ametenda maajabu, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Ametenda maajabu, mimi siwezi kueleza. Ametenda maajabu. Eteleza, sema ametenda maajabu. Nami siwezi kueleza. Haya, siwezi kueleza. Haya, siwezi kueleza. Ametenda maajabu, nami siwezi kueleza. Ametenda maajabu. Haya, ametenda maajabu, nami siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Ametenda maajabu, nami siwezi kueleza. Kila mmoja inua sadaka yako juu.
Kama umeweka kwa bahari ama umeweka mkononi, wewe inua juu nikuelekeze utakachofu. Upendwa, lazima uwe serious. Madhabahu ya kwenu inakuvuta. na huyu mama nataka kuwe na watu nyuma yake, maana naona madhabahu ikikasirika. Hiyo Lazima kuwe na watu chocho. Wazee, songa hapa mama, songea hapa mbele kidogo. Kuwe na mtu nyuma yake, kuwe na mtu nyuma yake tafadhali, msiende pole pole. Simama hapo mama, inua sadaka yako juu. mimi nimebeba yangu hapa kwa ajili yenu. Hata watoto wangu kila mtu ana yake. Mwenye ana ni Joshua, naye hayuko. Sema, Bwana Yesu, nimeinua sadaka hii ili kuvunja madhabahu iliyonifunga. Ninajua sadaka hii haitoshi ile wachawi waliotoa, ila kwako ni mfano, ili nikombolewe. Bwana wangu, nisaidie ninapokaribia. Hujabadilika, wewe ni Mungu, haubadiliki. Wewe ni Mungu, haubadiliki. Wewe ni Mungu, haubadiliki. Wewe ni Mungu, haubadiliki. Tangu zamani haubadiliki. Tangu zamani haubadiliki. Wewe ni Mungu, haubadiliki. Wewe ni Mungu, haubadiliki. Hata leo wewe ni Mungu, haubadiliki. Na kesho wewe ni Mungu, tell him, tangu zamani haubadiliki. Tangu zamani haubadiliki. Tell him one more time. Tangu zamani haubadiliki. Tell him.